Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu, mtazamaji wangu. Je, unanitazama kutoka wapi? Leo siku hii ya Sabasaba, karibu ni kuelezee yote ambayo yanaendelea. Cha msingi wewe subscribe, like video, na ukimaliza kunitazama chukua linki ya hii video, tia kwenye makundi ya WhatsApp, tia kwenye Facebook, tia kwenye Instagram, ili tuweze kukua pamoja. Tunalenga kufika subscribers 100,000 mwaka huu. Kwa hivyo hilo litawezekana iwapo mtanipiga jeki. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Unajua wananchi wameamua kuandamana, maandamano ya kimya. Nina imani kwamba hii serikali ya Samia hawajaweza kugundua hilo. Wananchi wameamua kuandamana maandamano ya kimya, pale ambapo napata kwamba kama mimi niko na hoteli, ninafunga hii hoteli, ninaenda nyumbani. Hakuna biashara ambazo zinaendelea. Kama mimi niko na duka la kuuza nguo, ninafunga ile duka, naenda nyumbani. Serikali haipati kodi, serikali haipati ushuru. Aswa ikizingatiwa wakati huu sasa hivi serikali ipo msoto, yani haina pesa. Imefika mahala ambapo hii serikali ambayo ilituambia kwamba waliweza kushinda kwa 98%, wako na hofu juu ya 2% ambayo haikuwachagua. Kwa sababu wanatuambia kwamba watu 98, 98% waliwachagua, 2% ndiye haikuwachagua. Sasa mbona basi wako na hofu ya hawa watu 2%? Mfano nataka nikueleze hivi. Ingia mitaa ya Tanzania, Dar es Salaam, kwenye kanda ambazo nitakuwekea. Mtazamaji wangu, maduka yameweza kufungwa. Mfano upande wa Dar es Salaam, soko la mitumba Karume, watu wamefunga biashara zao na wameenda nyumbani. Vile vile Kariakoo yote imeweza kufungwa. Magari ya polisi ndio yanaonekana. Sasa nikikwambia eti kwamba wananchi wanaandamana maandamano ya kimya, nitakuwa nimekosea. Kwa lugha ya kimombo wanaita silent protest. Nitakuwa nimekosea. Silent protest ni pale ambapo mnahakikisha kabisa hamuendi kazini, muweze kupea hii serikali ushuru, muweze kupea hii serikali kodi. Karibu uweze kutazama kanda hizi karibu 3 hivi, alafu ninarejea tuweze kuzungumza kwa undani. Wana mabanda liko wazi. Wale wanaoijua mabanda yako wazi. Jamaa wachache wamefungua biashara kama hao. Banda hayajaanza kufunguliwa. Mpaka hapa Mbezi mwisho sasa. Yeah, baby. Try it. Haya wazee, mmeiona Kariakoo ya leo. Hii ndio Kariakoo leo, hamna cha abiria wote, hakuna wananchi wote, hamna. Yaani leo ndio hivyo mwanangu. Yaani leo
leo yani Kariakoo kwa sisi watu wa polini kama vile uko Tabora yani. Hamna klabu ya Simba ndio hiyo hapo, hamna hata mmoja. Yani mambo ni moto Kariakoo hiyo baba. Hamna chochote aliyopotoka leo. Leo tumebakia wenyewe walege. Wazee wa harakati. Tuko mjini. Yaani vijana wa Gen Z wa Tanzania wote na wanaharakati wamefanikiwa kunyima Samia mapato nchi nzima, kwa sababu nchi nzima imesimama. Kama ni usafiri, mliona wamiliki wa magari ya moto, bajaji, pikipiki, magari, daladala, wote waliitisha maandamano, wakasema kwamba wataegesha magari yao kando, walalamikie bei ya mafuta ambayo imepanda. Wanafunzi na wao wakaandamana, wakasema kwamba ule mfumo wa kupeana mikopo ya vyuo vikuu uko na upendeleo, kwa hivyo wanataka usawa. Vilevile wanataka haki iweze kupatikana kwa mwanafunzi ambaye aliweza kuuawa wa chuo kikuu. Sasa hebu niambie, kote nchini maandamano ya silent protest, maandamano ya kimya, serikali itapata wapi mapato? Kuna wale ambao wataniuliza, bwana Ezra, unasema maandamano, hebu tuonyeshe. Nimekueleza hivi, kuna maandamano aina mbili, ama sio aina mbili, aina tatu. Aina ya kwanza ni ile ambayo tunatangaza maandamano, tunaingia barabarani, tunakimbizana na maafisa wa polisi, mioto inawashwa barabarani. Lakini yale maandamano hatuyataki, kwa sababu hii serikali inapata nafasi inaua. Sasa tumekuja na mbinu nyingine ya maandamano ambayo serikali haijaweza kugundua, na ndio maana niko hapa nikueleze. Mimi peke yangu mwanahabari ndio najua maandamano ambayo yanaitwa silent protest, lakini sikuwa nimemaliza aina tatu za maandamano. Aina ya pili ni ile ambayo unapata kwamba Watanzania tuna influence maandamano, tunachochea maandamano kabisa. Ikifika siku ya kuandamana, unaacha polisi wanaandamana peke yake, wanazunguka barabarani, sisi tunabaki nyumbani. Lakini sasa maandamano haya ya tatu ndio yameweza kufanyika mahala ambapo wauza mtumba, watu wa maduka, wa magari, wa bajaji, wa pikipiki, wa daladala, mashule wameweza kuungana na Watanzania wote kwa ujumla, wameingia kwenye maandamano. Maandamano ambayo yanaitwa maandamano ya kimya, silent protest. Hakuna shughuli zozote za kibiashara ambazo zinaendelea. Sijui kama unanielewa. Hakuna shughuli ambazo za kibiashara ambazo zinaendelea mpaka pale ambapo matakwa ya wananchi yatakaposikilizwa. Sasa kuna kitu ambacho naambia Samia hivi, hauwezi kuongoza raia bila ridhaa yao. Utateseka mpaka ukome. Samia anasema eti kwamba aliweza kushinda kwa 98%. 2% eti ndio tu kuweza kumchagua. Mbona basi yuko na hofu na yeye 2% ndogo, na anatuambia aliweza kupata kura milioni 31. Kwa hivyo milioni 1 ndiye kumpigia kura. Mbona yuko na hofu na hawa milioni 1? Umeona mpaka mwendo wa saa 5, saa 4 Dar es Salaam ilikuwa kimya. Unataka kuniambia eti kwamba hii ni amani? Kuna wale ambao wananiambia eti Ezra unaichukia nchi yangu, Ezra unaichukia nchi yetu. Mimi siichukii nchi yangu ya Tanzania, na ndio maana niko na hii. Naipenda nchi yangu. Naipenda nchi yangu kivipi? Ninatetea haki. Wewe mwenye unaniambia eti kwamba ninachukia nchi yangu, wewe ndio unaichukia nchi yangu. Kwa nini? Hautaki ndugu zetu ambao waliuawa mwaka uliopita familia zao ziweze kupata haki. Wewe mwenye unaniambia eti kwamba ninachochea, wewe ndio unaichukia nchi yangu ya Tanzania kwa sababu hautaki katiba mpya. Imefika wakati wa kuelezana ukweli. Wewe mwenye unaniambia eti kwamba ninapotosha, wala sijui ninalipwa,
wala sijui ninataka kumwaga damu. Wewe ndiye unachochea taifa langu, na wewe ndiye unachukia taifa langu la Tanzania. Kwa nini hautaki Lissu aweze kuachiliwa kutoka korokoroni? Lissu anafanya nini pale na hana kosa? Wewe ndiye unataka ukandamizaji uendelee kwenye taifa letu, mahala ambapo kuna kikundi cha viongozi ambao wanataka waendelee kusalia madarakani kwa miaka ijayo, waendelee kufyonza mali, waendelee kufyonza madini. Imefika wakati ambao tunaambiana ukweli bana. Hichi kimya cha maduka ambayo yamefungwa si eti kwamba ni amani, ni mateso kwa wadhalimu wa hii serikali au kwa wadhalimu wa taifa letu la Tanzania. Wacha nikuulize, leo Sabasaba wamemwaga polisi kwenye mitaa hapa ndani mwetu Tanzania, wamejaza, si Dar es Salaam, si Arusha, si Dodoma. Sasa nikuulize, je, Watanzania wakiamua kuandamana tena 8-8, Samia atafanya nini? Samia atafanya nini? Tena akiwatisha wakiamua kusherehekea mashujaa wa Oktoba tarehe 29 Oktoba, tena Samia atafanya nini? Tena wakiwazuia wasisherehekee mashujaa ambao waliuawa tarehe 29 Oktoba, wakiamua sikukuu ya uhuru Disemba 9 waweze kuiamua kuisherehekea na wasimamishe hiyo siku ya uhuru isisherehekewe, watafanya nini? Si hapo sasa nchi itapoteza maana kuwa nchi na kugeuka kuwa uwanja wa Simba na Yanga, uwanja wa mapambano. Kitu kilioko, mimi ninaona kwamba hawa viongozi hawatafurahia haya madaraka ambayo waliweza kuyapata kwa njia ya kumwaga damu. Cha msingi, wacha wawapee wananchi haki ambayo wanataka. Wawapee wananchi kile ambacho wanakitaka. Katiba mpya, Lissu achiliwe, haki iweze kupatikana, ukandamizaji uweze kuisha kwenye nchi yetu. Lakini iwapo wataendelea kutuonyesha majeshi ya polisi, jeshi JWTZ, mapambano yatazidi. Utawazuia leo Sabasaba, 8-8 watajitokeza barabarani, tena tutazuia serikali isipate mapato. 29 Oktoba tutazuia serikali isipate mapato. Tutaenda siku ya uhuru Disemba 9, tutazuia serikali isipate mapato. Tutaenda moja tarehe 1 mwezi wa Januari. Sasa hapo utapata kwamba serikali itakuwa imepoteza maana kabisa, itakuwa imepoteza kila kitu. Hawatapata muda wa kufurahia haya madaraka ambao waliweza kumwaga damu. Watupee haki ambayo tunahitaji. Mwenyezi Mungu awabariki, nitaendelea kuwabarisha. Endelea kusubscribe. Asanteni sana.